Hujambo na karibu, hii ni Ngomeni Review ya Jehovah Jireh TV. Mimi ni Johnson Jackson, Double J, balozi wa vijana. Naam, tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 ilikuwa ni siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa, ambapo mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha anapatikana headquarter Kimara Temboni jijini Dar es Salaam, alitualika tuweza kufika katika ibada nzuri kabisa, ibada ya kuvushwa katika mto wa moto. Kuna kuvuka tukiwa salama, lakini yeye akiwa amesimama pembeni kabisa kuhakikisha kwamba kila aliyefika katika ibada hiyo basi aweze kuvuka na aweze kuachia upako wa moja kwa moja. Lakini kabla ya hayo yote, tuko na ibada nzuri kabisa ambapo mtumishi wa Mungu alipopanda kama ilivyo ada yake, akaanza kusifu na kuabudu na kuimba nyimbo za tenzi za rohoni. Tuliweza kuona uwepo wa Mungu ukishuka moja kwa moja kwa kila mmoja ambaye alitoka na imani yake nyumbani kwake, akisema kwamba nikifika ngome ya Yesu Kristo ninakwenda kupokea kitu ambacho umekikusudia kwenye maisha yako. Kujiungamanisha na madhabahu ya Yesu Kristo wa Kimara Temboni chini ya mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, nao walipata nafasi ya kuweza kushuhudia namna ambavyo Yesu amewabadilisha kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Tuungane tuwatazame wenzetu hawa ambao walipata shuhuda ya kusema na sisi tukazisikiliza. Kuhani, ndio wako wa kushoto kuna muujiza. Mama huyu amesumbuliwa na uvimbe. Ndio. Na uvimbe huu uliota ghafla sehemu yake ya maumbile ya kike kwa juu, upande wake wa kulia. Ndio. Na tatizo lile likampelekea kuchukua hatua ya kwenda hospitali. Alipoenda hospitali, madaktari wakamwambia kwamba ana uvimbe pia. Ndio. Katika eneo lake la kizazi. Ana uvimbe kwenye via vyake vya uzazi. Ndio. Na ule uvimbe kwenye via vya uzazi ndio ulikuwa unamsababishia maumivu makali sana. Akachukua hatua ya kufika hapa Ngomeni leo. Leo alipofika Ngomeni, maombi yalipokuwa yanaendelea ya uponyaji wa papo kwa papo, kapokea. Mama huyu kanisa anasema kwamba sasa hivi yale maumivu yamepotea yote kabisa. Alafu cha ajabu, ule uvimbe ambao ulikuwa kwenye maumbile yake ya kike kwa juu na wenyewe hauonekani, umepotea mazima. Wewe unangoja nini kwenye kiti chako? Utajichelewesha mwenyewe, unajikwamisha mwenyewe. Inua mikono, piga makofi na vigelegele vikubwa kwa Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Ruka juu, sema na mimi napokea wa kwangu. Na mimi napokea wa kwangu. Unaitwa nani mama? Mwajuma Malimusi. Mwajuma Malimusi. Malimusi. Ndio. Mama Mwajuma, nini kimetokea? Namshukuru Mungu wa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Wewe umepokea shukrani. Ongeza tena makofi mazuri zaidi. Nilikwenda hospitali nikapima kipimo cha mwili mzima baada ya maumivu makali niliyokuwa nayasikia. Wakaniambia una tatizo kwenye kizazi. Ndio. Na huo uvimbe unaosikia unasababishwa na hilo tatizo. Tena ni ndanda. Ndio. Nimekuja na leo ni Jumapili ya kwanza nakuja hapa. Leo sio Jumapili leo, unajua. Leo ni Ijumaa, sema amina ya radi. Amina. Usiwe na wasiwasi Mwajuma, kwa sababu sisi Jumapili ni kesho kutwa. Leo ni Ijumaa. Hapo. Sawa. Kwa hiyo nimefika hapa nikiwa na hayo maumivu. Lakini baada ya maombi pale nilikuwa nimefumba na macho, nikasikia kizunguzungu kikali. Ulipomaliza maombi nimefumbua, maumivu hamna, sisikii maumivu ya aina yoyote hapa. Na uvimbe nao umeisha, hamna. Umekagua, hakuna tena. Hamna kitu. Yesu amekondolea kansa na matatizo yote sugu. Na kila kilichosalia akakimalize na kisirudi tena. Amen. Kwa nini tunampunja Yesu makofi? Asante Bwana Yesu. Kwani kuna dada mmoja yuko hapa, amekuwa na tatizo la uvimbe kwenye sehemu za siri. Lakini anasema na ule uvimbe ulikuwa unampelekea maumivu makali. Ndio. Lakini baada ya maombi hapa sasa hivi amesikia kama tetemeko ndani ya mwili wake. Alafu ghafla anashangaa ule uvimbe umepotea na hauoni kabisa. Pokea makofi makubwa Yesu Kristo na kelele nyingi kwa ajili ya miujiza mikubwa. Piga tena amina nyingine nzuri kwa Bwana Yesu. Amen. Unaitwa nani?
Naitwa Grace Juma. Grace Juma. Ndio. Nini kilikuwa kinakusumbua Grace? Nilikuwa na uvimbe sehemu ya haja kubwa. Ulikuwa na uvimbe sehemu ya haja kubwa? Ndio, uvimbe ulikuwa ni mkubwa, nikichuchumaa hivi mpaka nauona. Ulikuwa unaonekana? Ndio. Ndio. Lakini wakati ibada inaendelea nilikuwa nasikia miguu inatetemeka, kiuno kinauma. Ukapata tetemeko na maumivu makali? Ndio, lakini sasa hivi hata nikisimama hivi sisikii tena maumivu, naona haupo kabisa. Uvimbe nao umepotea? Ndio. Yesu amekuokoa na kansa iliyokuwa mbele yako na maradhi na matabu iliyokuwa mbele yako. Atakuokoa na mabaya yote na yasirudi tena. Kuhani, kuna ushuhuda kutoka Mwanza, tumetumiwa na picha pia. Mwanza na picha moja kwa moja. Amina. Anasema Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Kwa majina anaitwa Margaret David. Ndio. Anamshuhudia mtoto wake. Alikuwa amepata ajali na kidonda kilikuwa ni kikubwa sana. Ndio. Na alikuwa hawezi kutembea. Lakini baada ya maombi, ndio, kidonda kimeyeyuka kabisa. Picha hii hapa ametutumia. Hii ni picha kabla ya maombi. Kabla ya maombi. Amina baba. Iko hapa, inaweza ikaonekana hapo. Kabla ya maombi sasa. Kabla ya maombi. Na ametutumia picha nyingine baada ya maombi. Ni hii hapa. Hii hapa baba. Yes. Baada ya maombi kimebadilika moja kama. Wewe unasubiria nini kwenye kiti chako? Kwa nini usinyanyuke ukampa Yesu tukufu na heshima anayostahili? Haleluya. Ongeza shangwe nyingine kwa Bwana Yesu. Yesu aliyeondoa kansa na maumivu, amalize na matatizo yote yaliyosalia na yasirudi tena. Na mtazamaji wa Jehovah Jireh TV, hii ni Ngumi ni Review. Ni kwambie tu kwamba pamoja na mambo yote ama matendo makuu ya Yesu Kristo ambayo yameweza kufanyika katika ibada ile ya tarehe 16 ya mwezi wa 5 siku ya Ijumaa ya mwaka 2025, lakini pia tulikuwa tuna somo zuri kabisa ambalo lilikwenda kwa jina kwamba mjue Yesu unayemtumikia katika zamu yako. Mjue Yesu unayemtumikia katika zamu yako. Ndio somo ambalo mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha aliweza kusimama hapo, tukajua aina za Yesu, jinsi gani hawaki na Yesu wako ndani ya Bible na namna ambavyo walitumika. Lakini wewe unataka kumjua Yesu Kristo, ndipo ambapo mtumishi aliweka mzizi zaidi hapo tuweze kumfahamu Yesu ambaye tunamtumikia. Lakini ilikuwa ni ibada kubwa, ibada ya kuvushwa katika mto wa moto. Mtu anaweza akaona Yesu huyu Yusto, manake yeye ndiye aliyokuwa anamtumikia nani? Paulo. Kwa nini? Kwa sababu anatamka kwamba alikuwa faraja kwake. Amina. Kwa hiyo unaweza ukawa unamtumikia Yesu mtu bila wewe mwenyewe kufanya nini? Kujijua. Hapo. Na ukamwacha Yesu aliye Mungu anayestahili kutumikiwa. Amina. Katika zamu yako huwezi kupata matokeo usipomjua aina ya Yesu unayemtumikia. Kabisa kabisa. Huyo ni Yesu nambari ngapi? Nambari 2. Amina. Nambari 3 ya Yesu. Sawa. Ni hatari kidogo. Matendo ya Mitume. Ile sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza pale mpaka wa 7, naomba tusome. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Mtu mmoja mchawi. Nabii wa uongo. Ni nabii wa uongo. Myahudi. Ni Myahudi. Jina lake Bari Yesu. Anaitwa Bari Yesu. Matendo ya Mitume 19:14, naomba tusome. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa. Kulikuwa na wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, ambaye ni Myahudi, kuhani mkuu. Naye ni kuhani mkuu. Waliofanya hivyo, ambao walifanya hivyo. Endelea. Mstari wa 15. Ndio. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, ndio, Yesu namjua. Yesu tunamjua. Na Paulo namfahamu. Na Paulo tunamfahamu. Lakini ninyi ni nani? Lakini ninyi ni akina nani? Na yule mtu aliye
aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili. Na yule aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wote wawili. Akawaweza. Akawashinda. Hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali wa uchi na kujeruhiwa. Na kukimbilia kwenye manyumba za watu wangali wako uchi. Oh yes. Yesu atusaidie sana. Amina sana. Watoto wa Askofu Skewa, amen, wanazipima kazi za shetani kwa kutumia jina la Yesu Kristo hapo anayehubiriwa na Paulo. Hapo. Yes. Askofu Skewa, amen, alikuwa hana Yesu. Oh yes. Watoto hawa walikuwa hawana Yesu. Amen. Walipita tu wakamkuta Paulo akiwa anahubiri. Hapo. Miujiza mikubwa. Ndio. Yesu Kristo aliyekuwa anamtumia, aliyokuwa anaifanya. Ndio. Wakavutiwa nayo. Wakashika lile jina. Yes. Alilokuwa akilitamka. Hapo. Kwa sababu vipofu waliona kwa jina hilo. Oyo. Viziwi walisikia kwa jina hilo. Viwete walitembea kwa jina hilo. Wewe. Walipoona ile miujiza iliyoambatana na Yesu Kristo aliyekuwa ndani ya Paulo, sawa, na wao wakaona ngoja wakajaribishe. Wakakutana na watu wamepagawa mapepo, vurugu mtaani. Oh yes. Na wao wakasema hapa ndio mahali pa sisi kupimia nguvu zetu. Wewe. Wakakaribia palipo na vurugu za mapepo. Ndio. Asema kwa jina la Yesu, yule anayehubiriwa na Paulo, ninyi mapepo, ninyi wachawi, ninyi washirikina, tokeni katika mwili huu. Mapepo yakawageukia na wachawi. Hapo. Asema Paulo tunamjua, tunamfahamu. Oh yes. Yesu ndio tunamjua. Ninyi ni akina nani? Hapo. Yes. Na sisi tunajua. Yes. Mapepo ndio ya kwanza kumtangaza Yesu kwamba yeye ni nani. Yes. Walipokutana naye, oh yes, wakapiga yowe. Ndio. Una nini na sisi? Yesu, mwana wa Mungu. Oh yes. Tunakujua. Wewe unani? Oh yes. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Oh yes. Wewe sio mzinzi. Wewe sio mlevi. Sio. Wewe hauna chuki, wewe sio mchawi. Sio. Wewe ni mtakatifu wa Mungu. Wewe si mshirikina. Sio. Wewe si mganga. Wewe ni mtakatifu kamili wa Mungu. Tunakujua. Unani? Tunakujua. Unani? Ni mtakatifu wa Mungu. Mtakatifu wa watakatifu. Tunakuomba usitutese. Oh yes. Umekuja kutuangamiza kabla ya muda wetu. Tunakuomba. Yes. Kama ni hawa watu unataka tuwatoke, tuwaingie nguruwe. Ndio. Utakavyoamua, ndivyo tutakavyofanya. Yesu asema basi mtokeni. Oh yes. Leo kuna mapepo yatakutoka. Pia. Kuna majini yatakutoka. Toka pia. Kuna mashetani yatakutoka. Yatoke. Kuna umaskini utakutoka. Bye bye. Kuna ufukara utakutoka. Kuna madeni yatakutoka. Kuna mateso yatakutoka. Kuna laana zitakutoka. Kuna maradhi yatakutoka. Kuna matatizo yatakutoka. Ukajisema leo ni leo. Ni leo. Wakutoke ama wakuache hivyo hivyo. Nitoke. Wako watu watakutoka leo na watakuacha salama.
Na mtazamaji wa Jehova Jireh TV, hii ni Ngomeni Review. Nikwambie tu kwamba tukushukuru sana kuwa pamoja na sisi na umeweza kuona namna ambavyo matendo ya Yesu Kristo, miujiza ya papo kwa papo, lakini shuhuda za watu namna ambavyo wametendewa na Yesu Kristo, lakini pia somo ambalo mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha aliweza kutufundisha vizuri kabisa katika ibada ile ya tarehe 16 Ijumaa tulivu kabisa. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kingine. Mkubwa zaidi ni kualike siku ya Jumapili kutakuwa na ibada kubwa kabisa, ibada ya keki ya upako. Najua wewe ukija hapa uweze kupokea hiyo keki ya upako siku ya Jumapili. Ibada itakuwa 2 kama kawaida, ya kwanza saa 12 kamili mpaka hapo saa 6 mchana, na ya pili inaanza tu mara tu ile ya kwanza kuweza kumalizika. Mtumishi wa Mungu anapotoa mwaliko huu, hakikisha unaupokea kwa nguvu zote na unakuja hapo ukiwa na imani, ukijua kabisa Yesu anakwenda kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Mungu wa mbinguni aweze kukubariki. Mimi ni Johnson Jackson Double J, balozi wa vijana, lakini nyuma kamera alikuwa Eli Bariki.